Kutoka kiongozi kalenda, miongoni mwa masomo tuliyopewa siku hii ya leo, moja ni kutoka kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 6. Kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 6 mstari ule wa 3. Mstari wa 3. Mahali hapo neno la Mungu limeandikwa, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Maneno haya ni maneno ambayo aliyesema mtumishi wa Mungu nabii Isaya, akishuhudia mambo makubwa aliyoyaona, maono ambayo aliyaona, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida kwa nabii Isaya. Akashuhudia utukufu ambao hakutarajia kuona akiwa mahali pa hekalu. Na unapoanza kusoma ile mistari ya kwanza, anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Haya ndiyo ambayo Isaya anayaona kama maono. Yuko hekaluni, namuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilichoinuka. Labda tungekuwa tunaonyesha, tungeweza kuonyesha labda juu kwa kweli kwa hekaluni. Tungeweza kuchukua mfano kwamba anajiona yuko hekaluni, anaona kabisa Bwana amevaa mavazi ambayo yanalifunika, pindo zake zinafunika hekalu. Kwa hiyo kitu hiki hakikuwa cha kawaida. Alafu juu yake tena naona malaika ambao wanaitana kila mmoja, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Kwa hiyo si mambo ya kawaida haya ambayo Isaya anayaona, na anasema aliyaona wakati mfalme Uzia amefariki. Ukisoma habari za mfalme Uzia, ni miongoni mwa wafalme waliofanya vizuri katika uongozi wao katika Israeli. Ni miongoni mwa wafalme waliofanya vizuri katika Israeli. Lakini mbele ya safari alitibua jambo moja mfalme Uzia. Aliharibu jambo likamsababishia kufa kifo ambacho hakikuwa kizuri. Alipigwa na ukoma. Kwa nini? Alipokuwa akifanya kazi nzuri katika taifa la Israeli, akajulikana, akafahamika kwa kazi zake mfalme huyu. Dunia nzima iliyomzunguka wakaona kweli ni mwenye nguvu na kibali kwa Mungu. Akafanya kosa moja mfalme Uzia. Akaenda kuchukua vile vifaa vya kufukizia uvumba hekaluni, na yeye akaanza kufukiza akiwa mfalme, anafukiza hekaluni. Makuhani walipoona wakakimbia kwenda kumkatalia. Mfalme, si kazi yako hii, acha mfalme. Hakutaka kuacha, akaendelea kufukiza uvumba. Huko nje amepata sifa, lakini akaingia hekaluni akaanza kufukiza uvumba. Wakasema hii kazi ni ya makuhani, mfalme, usifanye wewe hii tafadhali. Akachukia, akaendelea kufukiza. Biblia inatuambia hapo akapigwa na ukoma ukamwanzia usoni. Kwa kupigwa na ukoma, makuhani waliokuwa mle ndani wakaenda kumtenga kama ilivyo desturi na taratibu za mtu mwenye ukoma. Mfalme Uzia akafa katika mazingira haya akiwa ametengwa na ukoma. Lakini nini kilisababisha? Alichukua jukumu zilo lake. Akaingia hekaluni, akaanza kufanya shughuli za kiibada hekaluni. Bwana akachukia. Sasa mwaka huo nabii Isaya anaitwa kwa nabii. Na kabla hajaitwa
anaona vitu ambavyo si vya kawaida hekalu, anamuona Mungu, anaona malaika. Anapoyaona haya, anauona na uovu wake Isaya. Anapomuona Bwana, Isaya anauona uovu wake. Anapoona malaika wakiitana kila mmoja, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake, ndivyo ambavyo Isaya anatetemeka, anajiona jinsi alivyo mwenye dhambi. Hata nafika maana anasema, ole wangu mimi mwenye dhambi, ole wangu mimi, tena naishi miongoni mwa wenye dhambi. Kwa kumuona Bwana, Isaya aliona udhaifu wake. Kwa kumuona Bwana, mng'ao wake na utukufu wake, Isaya aliona dhambi. Lakini alipoiona dhambi yake hakuishia hapo. Akaingia katika majuto. Akaingia katika maumivu ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, sistahili kuyaona haya nayaona leo. Na asante Mungu, miongoni mwa wale malaika akamwendea, wamebeba inasema kara moto, akaenda kumtakasa kinywa chake Isaya. Ndipo sasa kisoma mstari inayofuata anasema, ni mtume ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Isaya akiwa ametakasika, huyo ametubia dhambi zake, anasema mimi hapa nitume mimi. Wapendwa, asubuhi ya leo Mungu atusaidie. Tusaidie. Kwanza tujione kwamba sisi wakati mwingi tumekuwa tukimkosea Mungu. Na ili tujione kwamba sisi ni wenye dhambi siku zote, tutafakari ukuu na uweza wa Mungu, utakatifu wa Mungu. Ndivyo tutakayojiona kwamba sisi ni wenye dhambi, tunamhitaji Mungu atutakase kwa ajili ya maovu yetu. Hatuna utakatifu wowote mpaka tumetakaswa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna utakatifu wowote mpaka Mungu atutakase. Na hilo litatokea tu ikiwa tunapata nafasi ya kutulia kumtafakari Mungu alivyo mtakatifu. Kuona uovu wetu na kuona Mungu alivyo mtakatifu. Hiyo itatupa nafasi ya kuwa na majuto na kutubia dhambi zetu mbele za Mungu, tukimtambua Mungu aliye mtakatifu. Isaya alipotambua haya, akapata neema machoni pa Bwana ya kutakaswa maovu yake. Alipoitwa, alikuwa tayari kwenda kumtumikia Mungu. Tukiwa tayari tumeoshwa maovu yetu, tuwe tayari kuwashuhudia wengine habari za Mungu anayeokoa mtakatifu. Tuwe tayari kuwashuhudia wengine. Mungu awe nasi tunapoendelea na semina yetu kama ambavyo imeandaliwa siku hii ya leo. Atuongoze, atimize yale ambayo ameyaweka kupitia kwa ndugu zetu, ili na sisi tupate kushiriki vile ambavyo wameandaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunapoanza semina yetu hii, tukiendelea, Mungu awepo katikati yetu, tukijua kwamba Mungu ni mtakatifu, sisi ni wenye dhambi. Mungu ni mtakatifu wakati wote, sisi ni wenye dhambi. Tunamhitaji Mungu wakati wote ili tutakaswe, tuoshwe katika maisha yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru. Asante kwa sababu wewe ni mtakatifu mno. Hakuna anayeweza kuona ukuu wako kabaki yule yule. Ndivyo tunavyosoma habari za nabii Isaya, ya kwamba alipouona uwepo wako mahali pa hekalu, malaika zako wakiimba mtakatifu mtakatifu, alijiona namna gani ambavyo yeye ni mwenye dhambi. Akajutia maovu yake, Mungu wetu, mbele za uso wako, kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Na kwa kujutia kwake Mungu, neema yake ilimshukia, ukamtakasa kinywa chake, ukamfanya kwa kiumbe kipya tayari kwa kazi yako. Tunakushukuru Bwana wa mbingu na nchi. Nasi twajua kwa hakika kwamba hatuna utakatifu wowote tunaposimama mbele yako Mungu wetu. Ni wewe peke yako unayeweza kutufanya watakatifu, na tunaomba Bwana ukatujalie hivyo. Karibu Bwana Yesu, tufunike na uwepo wako katika semina hii. Na asante kwa wawezeshaji wetu. Tunawakabidhi mikononi mwako. Sisi sote tunajikabidhi kwako Bwana wetu na Mungu wetu. Ututangulie kwa kila hatua. Anza nasi, ukamalize pamoja nasi semina ya leo, na tukazione baraka zako. Kwa jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba haya na kushukuru. Amen. Basi nitangaza kuifungua semina hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.